Okay, asante sana my brother and sister, all of you wenye wangu wananitazama all the time, wana support ministry yangu, ninawashukuru, nasema ni asante. Hata wale wananitumianga ujumbe wakiniuliza maswali, nashukuru na Mungu azidi kuwabariki. Lakini nimekuja kutafakari na kujiuliza maswali kwa ajili ya jambo moja. Enyewe sisi wanadamu tunalia about these blessings. Mungu wanga tubariki. Lakini sasa nitaka kuuliza wewe, katika hiyo kanisa ambao unashiriki ndani au kosangi ibada yote, lengo lako la kwenda huko hapo kanisani kuomba na kumtumikia Mungu ni nini? Nataka wasa uniambie kwa comments hapo if possible. Lengo lako kwenda kanisani pale, unaenda kwa kutafuta nini? Unaenda kutafuta ndoa? Unaenda kutafuta bwana? Unaenda kutafuta mke? Unaenda kutafuta mali? Ama unaenda kutafuta Mwenyezi Mungu? Hiyo ni siri yako, kuhani wako wajui, washirika wajui, mbali wewe ndani ya moyo wako unajua lengo lako na sababu yako ya kwenda kutafuta pale kanisani. Ama unaenda kumtafuta Mungu. Sababu unajua sisi wanadamu tumepotea. Tumechukua mzigo ya Mungu sisi wenyewe kujiekea. Sababu Biblia yenyewe inatuambia kwamba mimi niliwajua hata kabla mzaliwe. Nilikujua before uzaliwe. So Biblia inatuambia kwamba tutafute ufalme. Tutafute ufalme wa mbinguni kwanza, haya mengine yatatufuata. Lakini sasa wewe before uamue wokovu wako, Mungu tayari anajuanga target yako katika hiyo njia ya wokovu unataka ni nini. Mungu wanga anajua. Musa ameokoka kwa sababu anataka kukuwa mtajiri mkubwa duniani. Musa ameokoka sababu ndoa yake inayumba yumba. Musa ameokoka sababu anataka kuwa na magari. Musa ameokoka sababu anatafuta mke. Musa ameokoka sababu anataka kuonekana. Hizo zote, hizo wazo lako lote, hiyo mawazo yako yote, before uokoke, before uanze kumtumikia Mungu, Mungu anajuanga lengo lako. Hata kwa hizi mitandao, mtu anapofungua YouTube yake, mtu anapoanza kufanya mambo yake ya kuhubiri kwenye mtandao, Mungu anajuanga lengo lako, unataka likes. Mungu anajuanga lengo lako, unataka people wa share, unataka viewers. Lakini hauna tumaini la kwamba unahubiri injili ili wale wengine ambao hawajamjua Mwenyezi Mungu wakaokoke. Nimekuja kukwambia kwa vita na kwa uchungu ya kwamba tutafute ufalme wa mbinguni. Tutafute kumjua huyu Yesu zaidi. Tutafute huyu Yesu akae ndani mwetu usiku na mchana. Haya mambo mengine yatakuja. Kuna mtajiri mahali ni mtajiri. Ana haja ya wewe kumwombea apokee utajiri. Lakini anataka kumjua Yesu. Anataka huyu Yesu uwanga anaongelewa kila siku, kila saa na kila dakika. Ni Yesu mgani huyu? Anatamani kumjua. Sasa ni wewe mwenyewe kukaa chini ufikirie. Na kweli pale kanisani, hata kama naenda kutafuta pesa, kuna wenye wako na pesa. We have some of the people, they have money, a lot of money, but they don't have peace. Kuna wenye wako na pesa na wako na amani, lakini nataka kumjua huyu Yesu ni nani. Hiyo siku hiyo nyakati za mwisho zinapofika, Yesu anaporudi, ataenda na yeye ama atabaki. Anatamani kumjua tu huyu Yesu ambao wangu wanahubiri. Huyu Yesu mwenye Mose wanga anahubiri. Huyu Yesu mwenye Mose wanga anaongelea kila siku. Ni Yesu mgani huyu? Na huyo ndio Yesu ambaye inafaa tumtafute. Huyo ndio Mungu ambaye inafaa tumtafute. Sisi kama wanadamu. Lakini wanadamu tumepotea. Unapoamua kusimama na kazi ya Mungu, unasimama na kazi ya Mungu kwa sababu unataka kuhani wako akuone. Unasimama na kazi ya Mungu kwa sababu unataka washirika wakuone. Unasimama na kazi ya Mungu sababu unataka wale wageni wakuone. No. God is not working like that. Mungu anataka yule mtu ambaye amejitoa kwenda kwake. Amejitoa.
amejitoa kwenda kutafuta ufalme wa mbinguni. Nimekuambia kwa uchungu ya kwamba tuende kanisani na lengo la kumtafuta huyu Yesu. Tuende kanisani na kumtumikia Mungu katika njia za ukweli. Tumikia huyu Yesu bila kuonekana na Musa. Tumikia huyu Yesu bila kuani wako kukuona. Tumikia huyu Yesu na roho yako yote, as from your on your heart. Serve the God. Mambo ya dunia wachana nayo. Hii mambo mengine ambayo unalia, Mungu anajua. Enda pale kanisani. Kuna wengi walienda kanisani pale kuponywa tu, but hawaenda kumtafuta Mungu. Wameenda Mungu naye unajua Yesu naye ananga ubaya, atakuponya tu, lakini bado kama utamtambua yeye ni nani, hiyo ugonjwa bado utarudi tu ndani. Dini na weakness zako, ambia Yesu, mimi nimekuja kwako. Haya mambo ambayo anakujanga kwangu, wakati nikishamua safari ya kukuja kwako, na kuomba uniondolee, na nitakutumikia maisha yangu yote. Wewe unashinda kukiomba Mungu akupatie gari, atakupatia gari, yes. Lakini hiyo gari haitakupatia amani. Kila saa ajali, kila saa mambo ya dunia hii. Atakupatia ndoa, lakini hiyo ndoa umetaka katika lengo gani? Lengo la kupata tu ndoa peke yake, hiyo ndoa itakuwa na changamoto. Ugomvi kila siku, huna amani. Lakini omba Mungu ndoa ndio. Lakini ukijua kwamba Mungu akishakupatia ndoa, utazidi kumtumikia. Upate usipate, bado Yesu atabaki kuitwa nani? Yesu. Bado Mungu atabaki kuitwa nani? Mungu. That's what we need. Let us serve the God from your heart. Let us have true relationship with God. Sababu wanadamu tumepotea. Hataki kutumikia Mungu katika njia ya ukweli. Hataki kumtumikia Mungu katika mambo ambayo inastahili. Ninaomba tu ya kwamba popote ambapo ulipo, uwe tajiri, uwe maskini, uwe ni nani, tumtafute Yesu madamu anapatikana from our heart. Na wale ambao wako ndani ya wokovu, wale ambao wako ndani, wale ambao walikuwa ndani wakatoka, kumbuka kile ambacho Yesu alikufanyia. Kumbuka huyu Yesu alisulubishwa kwenye msalaba kwa sababu ya dhambi zetu. Oh my God. Unajua saa ingine inakuanga ngumu. Sometimes it's so painful. Sometimes I'm feeling so painful. Saa ingine kaa tu chini, uliza Mungu, why me to pass through this a lot? Why me, Lord? Ambia Mungu, why me? Kwa nini? Nitakujua lini? Nitakujua lini Yesu? Changamoto zinazopitia Mungu anajua. Lakini Mungu anataka kwake tu from your heart, aone ya kwamba kweli huyu Musa, huyu Ann, huyu Mariam, huyu Kalebu anataka kunitembea katika njia zangu, na anataka kunijua mimi ni nani. Leo sitawakisha na mingi, mbali mwenyewe jiteka mkutano, ujiulize maswali ndani ya roho yako. Lengo lako la kwenda pale kanisani ni nini? Kumjua Yesu, ama hiyo target yake ambayo kuna target nayo pale kanisani Mungu akupatie na unamuacha? Nimekuacha na kuponcha kwamba kaa chini, wewe ambao wengi unakubali kunisikiliza mpaka mwisho, kaa chini, jiite mkamkutano, jiulize ya kwamba mimi kila Thursday naenda kanisani, kila Tuesday naenda kanisani, kila Friday mkesha sikosi, kila Sunday sikoshi, natumikia Mungu. Unamtumikianga kwa lengo gani? Na before uanze kutumikia Mungu, wanga unatubu. Oh my God. Sababu sometimes it's so painful. Nimekuacha hivyo. Na Mungu akuonekana unapokaa chini, unapojiita kama mkutano, unapojiita, anza kujiuliza maswali, serious questions as from your heart about Jesus. Wacha Mungu akakuonekania pia, akaweze kujibu maombi yako. Kuna mtu mahali anatamani sana kutembea katika njia za wokovu, lakini anapojaribu
mambo yanakuwa magumu. Kaa chini, jiite kama mkutano. Yesu aliyenikomboa, Yesu aliyeniokoa, Yesu aliyenitoa katika mambo ya dunia hii anaenda kujibu swali zako. Na Yesu anaenda kutembelea katika ndoto zako. Yesu anaenda kutembelea usiku wa leo katika ndoto na atakupatia jibu. Wewe ambao unatamani kumjua, wewe ambao unatamani kutembea naye, wewe ambao unatamani kumtumikia, mambo ya dunia hii wewe mwenyewe umemwachia, uponyaji umemwachia, mali dunia umemwachia, Yesu atakupatia jibu siku ya leo. Kwa majina bado naitwa MK Aura na nimeokoka, nampenda Yesu kama mwokozi wangu, na nilishaamua kwamba hakuna jambo lolote ambalo litanitenganisha na Mwenyezi Mungu. Hakuna jambo lolote ambalo litanitoa katika mimi ushirikiano wangu na Mwenyezi Mungu. Hakuna, nilishaamua na safari inaendelea kuwa mbele. Nikiwa ndani ya Amani Aura TV. Nikiwa ndani ya Amani Aura TV, ninakutakia maisha mema. Ninakutakia amani ndani ya roho yako ya kumjua Yesu. Unapotaka kunifuatilia katika chaneli zangu za YouTube ni Amani Aura TV, na Mungu aweze kukubariki. Mungu aweze kukubariki na ukuwe na tamaa ya kumjua zaidi, kumtumikia na kufuatilia mambo yake zaidi, ili wakati wa mwisho rapture inapokuja ipate kama uko sawasawa. May God bless you. Shalom.